Mapema ushafika Amani. Mimi nafikiri jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, ambaye yeye ndiye ametupa fursa na uwezo wa kusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka kuja mjini Zanzibar katika uwanja wa Guantanamo Bay kuja kukamilisha kile ambacho wachezaji, benchi la ufundi na uongozi pamoja na wanachama mainfluencer wa klabu ya Yanga kwenda kukamilisha kile kitu ambacho kinahitajika kufanyika. Umeelewa? Niambie. Mmekuwa wenyeji sasa kwenye uwanja wa New Aman na matokeo hasa mmekuwa mkiyapata. Kiuhalisia ni kwamba timu zinazotoka Dar es Salaam kuja Amani hapa mara nyingi mmekuwa nyinyi ndio mnayepata matokeo ya point 3. Mimi nikwambia kitu kimoja. Dar es Salaam Young Africans katika uwanja wa New Amani Complex mpaka umeitwa Guantanamo Bay ni kwa sababu Dar es Salaam Young Africans amekuwa mwakilishi mzuri sana katika uwanja wa Guantanamo Bay. Kutokana na nini? Ni kwamba anafanya vizuri toka yeye Dar es Salaam Young Africans aje katika uwanja, hajawahi kupoteza mechi aina yoyote, hajawahi kuifedhesha Zanzibar, hajawahi kuidhorofisha Zanzibar, hajawahi kuifanyia vibaya Zanzibar. Kwa hiyo ni ardhi ambayo kwa Yanga sisi tunaona ni ardhi ambayo ina bahati na sisi, lakini pia Wazanzibari ambao wapo huku na Watanzania ambao wote wanaishi ndani ya mji wa Zanzibar na ambao wengine wanaishi katika Tanzania bara kule. Kiufupi ni kwamba wote wanakubaliana kwa pamoja kwamba Yanga ndio timu pekee inaolitangaza Tanzania, inaolitangaza taifa hili, haswa katika viunga vya Zanzibar, haswa katika uwanja wa New Amani Complex ambao leo tunauita Guantanamo Bay kwa sababu ya matokeo ambayo anayapata Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo ndio timu pekee katika ukanda wa Tanzania bara, katika ukanda wa Tanzania visiwani, katika ukanda kiujumla wa Tanzania nzima, kwamba Dar es Salaam Africans ndio timu pekee inayofanya vizuri mwaka huu katika mashindano yote. Umeelewa vizuri? Na ndio maana kwa kutambua hilo CAF wakaenda kumweka Yanga katika kundi gumu, kundi ambalo kila mchambuzi alisema Dar es Salaam Africans hawezi kuchomoka. Umeelewa? Lakini leo hii tunakwenda kurudiana sisi na Al Ahly ambaye dakika 45 za kwanza alizitumia vizuri akiwa katika ardhi ya nyumbani kwake Misri, na sisi tunakwenda kutumia dakika 45 hizo zilizobaki kwenye ardhi ya nyumbani Tanzania. Lakini yote kwa yote tunakwenda kucheza katika uwanja wa Guantanamo Bay, tunazungumzia New Amani Complex, katika ardhi ya Wazanzibari ambao hawajui dhambi ni nini. Wao ni watu wa kutenda thawabu tu. Ukitaka kujua wao ni watu wa kutenda thawabu, ukitaka kujua wao watu sio wa kutenda na dhambi, shika bichwa la nguruwe, pita nalo hapa mtaani uone shughuli inayokutokea. Kwa quality Africans pamoja na Al Ahly, tutarajia mchezo utakuwa na namna gani ukizingatia saa aina vikosi ambavyo mko navyo? Mimi nafsi nikiri bila ya kupepesa macho kwamba kwanza ni mchezo ambao utakuwa mgumu, kwa sababu kwanza ukiangalia ni wachezaji wakubwa wa pande zote mbili wanakwenda kukutana katika ile pichi. Umeelewa vizuri? Ukiangalia Al Ahly ana wachezaji bora sana, lakini halikadhalika Dar es Salaam Africans ina wachezaji bora sana. Umeona hata katika mechi ambayo iliyopita ball position ambayo ilitumika kwa Dar es Salaam Africans ilikuwa ni kubwa sana kuliko Al Ahly, lakini mwisho wa siku anayeshinda siku zote ndio anaonekana bingwa, ndio anaonekana mshindi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kilimbeba Al Ahly, lakini ukiangalia shot of target, shot on target, Yanga alitumia nyingi kuliko Al Ahly. Namna alivyotumia shot on target zake, alitumia 2 zikaenda zikatuadhibu. Lakini kwa ufupi nikwambie kitu kimoja, tupo katika ardhi ya nyumbani. Kila ambacho wameenda ukifanya wao, tutafanya zaidi ya kile ambacho wao wamekifanya. Mimi naamini kabisa leo utakuwa ni mchezo mgumu mno, na ndio mchezo ambao unakadiriwa kuangaliwa duniani na zaidi ya watu bilioni na something. Umeelewa vizuri? Si chini ya watu bilioni 10 na kuendelea, dunia nzima wataiangalia mechi ya leo. Hakuna mechi nyingine yoyote yenye mvuto. Kama wewe mwananchi uko pande yoyote duniani, huna uwezo wa kufika Zanzibar, ni vizuri ukakaa kwenye simu, ukakaa kwenye TV. Kama unajua uwezo wa kufika Zanzibar una, kwa sababu kama ni fainali inachezwa leo, hakuna fainali nyingine yote ambayo itachezwa. Kama wewe ni mpira unaupenda, kama wewe ni mshabiki ambao unapenda mpira, unapenda ile mpira ambao una ladha, umeelewa, wachezaji wanaonyeshana kile ambacho kinatakiwa kuonekana, basi kama unasubiria fainali utakuwa umefeli. Leo ndio fainali ya kuangalia, leo ndio mechi ambayo inakwenda kuchezwa, kukata na shoka damu, afe punda mzigo ufike. Wachezaji leo watamwaga damu, jasho litawatoka. Lengo ni nini? Lengo ni lazima wananchi leo warudi Dar es Salaam, wananchi warudi maeneo ya kwao. Uko Pemba waende sehemu gani, uko Dole wapi, kote waende, hali ya kuwa wana furaha ya moyo.
sisi Yanga tunapenda furaha, hatupendi huzuni. Kwa hiyo tumekuja kuisapoti klabu yetu tukiamini moja kwa moja kwamba leo tunakwenda kuchukua pointi 3 ambazo hazina mashaka ya aina yoyote. Tunakwenda kuchukua pointi 3, watake tunachukua, wasitake tunachukua. Sababu ya kuchukua pointi tunayo, uwezo tunao, nia tunayo ya kuchukua pointi 3. Kwa hiyo hakuna kiumbe yoyote, hakuna binadamu yoyote, hakuna jini yoyote, hakuna shetani wa aina yoyote atakayezuia leo Dar es Salaam Young Africans achukue pointi 3. Kukosekana kwa kiungo wa Ali Imam Mashuri itakuwa na faida gani kwa upande wenu Young Africans? Unajua ngoja kwamba kitu kimoja, watu wanamzungumzia Imam Mashuri kukosekana katika kikosi cha Al Ahly. Vipi Dar es Salaam Young Africans inapomkosa Clement Mzize? Unafikiri hao mashabiki wa Yanga wanajisikiaje? Umeelewa vizuri? Kwa kama wao wamemkosa Imam Mashuri, sisi tungekuwa na Clement Mzize ndani ya Al Ahly, huenda kuna ubao ambao ungeenda kubadilika. Lakini wakati wao wanamzungumzia professional wao, na sisi tuna professional ambao yuko nje anaumwa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo yeye kama amepewa adhabu na timu yake, sisi tuna mchezaji tumemkosa mechi nyingi, tumemmisi haja wafunge. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo isiwe sababu ya waandishi wa habari na wachambuzi kutengeneza mazingira kwamba huyu mtu tukimfunga eti kwa sababu Imam Mashuri ya kuwepo. Sisi pia Clement Mzize anaumwa. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo wana wachezaji wengi wamesajili. Mchezaji mmoja haiwezi kuwa sababu ya wao kwenda kufanya vizuri. Umeelewa vizuri? Kama walifanya vizuri kwao, tuwahakikishie, narudia tena, hakuna jini lolote, hakuna binadamu yoyote, hakuna shetani yoyote, hakuna mchawi, hakuna mganga atakayezuia leo Dar es Salaam Young Africans chukue pointi 3. Yaani hiyo ni lazima, watake tunawafunga, hawataki tunawafunga. Sababu tunayo, nia tunayo na uwezo tunao wa kuwafunga. Lazima wafe katika uwanja wa Guantanamo Bay. Kuelekea kufungwa kwa dirisha dogo la usajili msimu huu, Young Africans mmeona msifunge bure, mmemsajili mchezaji Buba kwa namna ambavyo ametambulishwa siku ya jana usiku. Kwenu kulikuwa na uhitaji wa kiasi gani kwa mchezaji kama? Mimi niseme kitu kimoja, Dar es Salaam Young Africans kupitia rais wetu Engineer Harris Said anapoenda kufanya sajili, tunaamini kukosea hakupo, na kama ikitokea ni Mungu tu mwenyewe kataka. Lakini Engineer Harris ana jicho la kuona mbali, na ukiona mchezaji ametua ndani ya Yanga basi ujue kuna uhitaji wa kitu ambacho unajua Yanga akisajili kuna mambo haya. Unaweza ukamchukua mchezaji akaja kwa ajili ya kumpa nguvu yule ambaye anapata namba nafasi ya kwanza kwenye kikosi, lakini pia unaweza ukachukua kwa sababu ya mahitaji muhimu. Mimi naamini wachezaji wote waliokuwepo Yanga wote wana uwezo wa kuchezea. Kwa hiyo anayekuja ni ile kwenda kuleta tule ushindani wa namba. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo naamini hata huyu aliyekuja ni kwamba kuna uwezo mkubwa sana akaenda akatusaidia kama anavyosaidia kina Depo na Alan Okelo. Weda anakatwa nani pale? Usajili mzuri sana. Kiwalisia ni kwamba Young Africans imetimiza wachezaji 12 ambao wanahitajika. Anaenda kupunguzwa nani pale kwenye kikosi? Mimi sio mwalimu wala mimi sio Engineer Harris wa kusema Alan Okelo akae pembeni ampishe fulani. Umeelewa vizuri? Hayo ni maamuzi ya benchi la ufundi zima kwa kushirikiana na benchi la ufundi. Umeelewa vizuri? Wenyewe watakaa, wataleta au sio bana, wataleta nani yao, wataifikisha kwa engineer. Engineer atajua nani kwamba huyu kwamba bana leo tunamtaka kwenye kikosi. Sasa hivi kwa kikosi hiki hatuwezi kusafiri na Machirianga, basi Machirianga nitawekwa pembeni, sitoshiriki kwenye mashindano. Umeelewa vizuri? Na ndio maana umeona kuna wachezaji wengine wametolewa kwa mkopo, wengi tu. Umeelewa vizuri? Wengi tumewatoa kwa mkopo. Kwa hiyo hata hao 12 ambao unawaona wewe kama kuna wachezaji wamezidi, yupo mmoja ambaye benchi la ufundi taka chini, kocha au wachezaji na watu wengine wote kwa kushirikiana na Engineer Harris watamjua mtu wa kukaa pembeni, atakaa pembeni na timu itaendelea. Umeelewa? Kila laheri kuelekea mchezo. Asante sana, lakini cha msingi mimi niwaambie tu vijana wote ambao unaona hapa. Umeelewa vizuri? Ujanja ni kujisajili. Yaani wewe ili uisapoti klabu yako, ili klabu ifikie mafanikio, lazima kama wewe ni mshabiki wa Yanga basi hakikisha unatafuta 29,000 unakata kadi ya wanachama ili uisaidie klabu yako kwenye usajili. Lakini kama ni mwanachama ambaye tayari una kadi yako ya wanachama, hakikisha unachukua 24,000 kwa msimu ambao umeanza. Sasa hivi tunatakiwa tulipe ada zetu, tuhakikishe tunalipa ada zetu ili klabu iende ikawachukue akina Alan Okelo, akina Depo, akina Zizua Pakome, umeelewa vizuri, akina Maxim pia Nzengeli, wajazane katika klabu yetu, tuwashangaze watu. Cha msingi ukilipa ada